bali makusudio ya kuzungumza kwetu ni kuonesha uhalisia wa mambo ulivyo. Ili ndio lengo la makusudio ya mazungumzo yetu, lakini pia kutoa fikra nini tunahisi kikifanyika tunaweza kurudi katika hali salama. Hayo ndiyo makusudio ya kuzungumza kwetu. Mengi wenzangu wamezungumza, lakini katika mijadala mingi iliyokuwa ikiendelea kabla hata ya kufikia tarehe ya uchaguzi, ilikuwa ni viongozi wa dini, hususani dini mbili, kuonesha kwamba jamii yao wanaigawa kwa utaratibu upi. Kwa mfano, kuna viongozi wa dini wengine walikuwa wakijielekeza kwa Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu. Wakawa wanatokea wengine wao wanasema hapana, haiwezekani amani bila haki. Sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani, isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? Maana yake haki kwenye jamii ya Watanzania, kuna jamii imepewa haki zaidi na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi yetu ya Tanzania, kabla sijaja kwenye kuhitimisha nini tunashauri, katika nchi yetu ya Tanzania kuna mkataba au Memorandum of Understanding, MOU, ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii ina maana kwamba kodi yangu mimi Muislamu inayochukuliwa